Na kusalimu na kukukaribisha kusikiliza yaliyojiri hapa na pale DRC. Leo ni tarehe 16 Agosti mwaka 2026. Tulionayo hii leo. Shirika la kiraia la Kivu Kusini wilaya ya Fizi limelaani kukamatwa kwa viongozi wawili wa kijamii na kibiashara katika mji wa Baraka, huku likitaka uchunguzi huru kuhusu mazingira ya kukamatwa kwao. Shirika la kiraia Sosiko RDC limeeleza kusikitishwa na kuongezeka kwa matukio ya mauaji na upatikanaji wa miili isiyo na uhai ya watu katika mji wa Uvira na maeneo ya jirani, na hali ya hofu imeripotiwa katika maeneo kadhaa ya Mambasa mkoani Ituri baada ya kusambaa kwa uvumi wa uwepo wa wapiganaji wa ADF katika eneo la PK5 kwenye barabara ya Mambasa hadi Nduye. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Musa Useni, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Shirika la kiraia Sosiko RDC limeeleza kusikitishwa na kuongezeka kwa matukio ya mauaji na upatikanaji wa miili isiyo na uhai ya watu katika mji wa Uvira na maeneo ya jirani. Taarifa hiyo imekuja baada ya mwili wa mvuvi kupatikana katika ziwa Tanganyika. Kwa mujibu wa Sosiko RDC, mwili wa mwanaume aliyefahamika kwa jina la Bushingura Alexis Buyuma, ambaye alikuwa mvuvi, ulipatikana Jumamosi Agosti 15 mwaka 2026 katika ziwa Tanganyika, eneo la Mulongwe, karibu na ufukwe wa Orthodox. Hadi sasa sababu na mazingira ya kifo chake bado hayajajulikana. Sosiko RDC imesema tukio hilo linaongeza wasiwasi kutokana na matukio mengine ya mauaji na upatikanaji wa miili katika mji wa Uvira na maeneo yanayozunguka. Shirika hilo limetoa pole kwa familia ya marehemu na kulaani vikali matukio hayo, huku likisisitiza umuhimu wa hatua za kuhakikisha usalama wa wananchi. Tujielekeze wilayani Mambasa baada ya taarifa hiyo kutoka katika mji wa Uvira, tarafani Uvira. Hali ya hofu imeripotiwa katika maeneo kadhaa ya Mambasa mkoani Ituri baada ya kusambaa kwa uvumi wa uwepo wa wapiganaji wa ADF katika eneo la PK5 kwenye barabara ya Mambasa hadi Nduye. Shirika lisilo la kiserikali la Protection Plus limesema tangu jioni ya Agosti 15 mwaka 2026, baadhi ya familia katika maeneo ya Arua ya Pili, Dar es Salaam, Hewa Bora na Zunguluka zimeanza kuondoka katika nyumba zao kutokana na hofu. Hata hivyo, shirika hilo limesisitiza kuwa taarifa kuhusu uwepo wa ADF bado haijathibitishwa na limewataka wananchi kuepuka taharuki na kufuata taarifa kutoka vyanzo rasmi vya usalama. Protection Plus imesema wananchi wa Mambasa wanaishi katika hofu ya kudumu, hasa nyakati za usiku. Imezitaka mamlaka kuongeza ulinzi, kutoa taarifa rasmi kwa haraka na kuwahakikishia wananchi usalama ili kuzuia uvumi kusababisha uhamaji mkubwa. Kwingineko ni kwamba shirika la kiraia la Kivu Kusini wilaya ya Fizi limelaani kukamatwa kwa viongozi wawili wa kijamii na kibiashara katika mji wa Baraka, huku likitaka uchunguzi huru kuhusu mazingira ya kukamatwa kwao. Kwa mujibu wa shirika hilo, Etunda Maisha Albert, rais wa tawi la mjini Baraka, pamoja na Ali Mukindula, makamu wa rais wa Feke katika kituo cha biashara cha Baraka, walikamatwa Agosti 14 mwaka 2026. Shirika la kiraia la Fizi linasema kukamatwa kwao kunadaiwa kuhusishwa na upinzani wa wafanyabiashara na wasafirishaji dhidi ya baadhi ya kodi za mkoa pamoja na operesheni ya ukusanyaji kodi kwa lazima. Aidha, limeonya kuhusu madai ya kuongezeka kwa vitisho, kukamatwa kiholela na vitendo vya mateso dhidi ya wanaharakati na waandishi wa habari. Limezitaka mamlaka kuheshimu haki za binadamu, kufanya uchunguzi huru na kuwaachilia huru waliokamatwa. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu. Na sasa tuelekee wilayani Kalehe. AFCM 23 yadaiwa kuchukua maeneo kadhaa ya Ziralo wilayani Kalehe. Mapigano makali yameripotiwa tena katika eneo la Kalehe, Kivu Kusini, huku AFCM 23 ikidaiwa kuchukua udhibiti wa vijiji na maeneo kadhaa katika groupmenti ya Ziralo. Mapigano hayo pia yamesababisha baadhi ya raia kuondoka katika maeneo yao. Mapigano yalianza tena kwa kasi Jumamosi Agosti 15, 2026 katika wilaya ya Kalehe, Kivu Kusini, baada ya mapigano kati ya wapiganaji wa AFCM 23 na wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, AFCM 23 ilifanikiwa kuchukua udhibiti wa maeneo kadhaa
yakiwemo Ngeramana, Runengenge, Bukumba, Kalungu na Chambombo. Vyanzo hivyo pia vimesema kundi hilo lilichukua tena eneo la Lumbishi baada ya mapigano hayo. Wakati huo huo, nafasi za wazalendo pamoja na jeshi la taifa la DRC katika eneo la Katale ziliripotiwa kushambuliwa kwa ndege zisizo na rubani aina ya kamikaze ambazo zinadaiwa kutumiwa na M23. Mapigano hayo yamesababisha baadhi ya raia kuondoka katika maeneo yao, huku hali ya usalama ikiendelea kuwa ya wasiwasi. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Tujielekeze kwa mara nyingine mjini Uvira, Kivu Kusini. Katika hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea kushuhudiwa katika mji na wilaya ya Uvira, kiongozi anayejitambulisha kama jenerali wa wazalendo Makanaki Kasimbira John ametoa wito kwa viongozi wa makundi ya wazalendo kuacha vitendo vinavyoweza kuwaongezea wananchi hofu na mateso. Akizungumzia hali ya usalama katika mji wa Uvira, Makanaki Kasimbira John ametaja miongoni mwa changamoto zinazowakabili wananchi ni pamoja na milio ya risasi isiyo na mpangilio, vitendo vya vurugu dhidi ya raia na matukio ya utekaji. Kutokana na hali hiyo, ametoa wito kwa majenerali wote wa wazalendo popote walipo kuhakikisha wanajiendesha kama viongozi na kulinda heshima ya wananchi. Makanaki amesema, na hapa namnukuu, "Nawasihi sana wajenerali wa wazalendo wote popote mulipo, tujiheshimu kama vile viongozi. Ni mambo ya aibu sana kusikia jenerali anasumbua watu mu maeneo yake." Mwisho wa kumnukuu. Kwa ujumla, ujumbe wake unalenga kuwataka viongozi wa wazalendo kuwajibika katika maeneo wanayodhibiti na kuhakikisha wananchi hawapati mateso au vitisho kutoka kwa makundi yanayodai kuwalinda. Kwingineko ni kwamba Rais wa DRC Felix Tshisekedi amepokea hati yenye madai na mahitaji ya vijana wa nchi hiyo baada ya mashauriano yaliyofanyika kitaifa. Rais amesema atayazingatia na kutoa majibu kwa wakati unaofaa. Katika kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika tarehe 14 Agosti mwaka 2026 mjini Kinshasa, Rais Felix Tshisekedi amesifu ushiriki wa vijana wa DRC na kusema amepokea hati iliyokusanya changamoto na madai yao. Hati hiyo iliwasilishwa kwa Rais Agosti 13 na Waziri wa Vijana Grace Kutino. Inajumuisha masuala ya ajira, ujasiriamali, mafunzo, fursa za kiuchumi na ushiriki wa vijana katika uongozi wa nchi. Kutino pia amesema vijana wanataka mabadiliko katika katiba yatakayowapa nafasi zaidi katika taasisi za umma na sekta binafsi. Tukio hilo linafanyika wakati mjadala kuhusu mageuzi ya katiba ukiendelea nchini. Wanaunga mpango huo, wakiwemo baadhi ya makundi ya vijana, wanasema katiba inapaswa kuakisi zaidi mahitaji ya wananchi. Hata hivyo, upinzani na baadhi ya makundi ya kisiasa wanapinga mpango huo, wakidai unaweza kulenga kumruhusu Tshisekedi kugombea muhula mwingine baada ya muhula wake wa sasa kukamilika mwaka 2028. Na sasa tujielekeze Gabon. Rais wa DRC Felix Tshisekedi yuko nchini Gabon kwa ziara ya kikazi na kirafiki yenye lengo la kuimarisha uhusiano kati ya Kinshasa na Libreville. Ziara hiyo imezaa makubaliano mapya katika masuala ya diplomasia, biashara na uwekezaji. Tshisekedi alianza ziara hiyo Jumamosi Agosti 15, 2026 baada ya kualikwa na Rais wa Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema. Viongozi hao walifanya mazungumzo kuhusu ushirikiano wa nchi zao pamoja na masuala ya kikanda. Katika ziara hiyo, nchi hizo zilisaini mikataba mitatu, ikiwemo makubaliano ya mashauriano ya kisiasa na kidiplomasia, kuondoa hitaji la visa kwa raia wa nchi hizo, pamoja na mkataba wa jumla wa ushirikiano. Viongozi hao pia walisisitiza umuhimu wa Afrika kuchakata rasilimali zake ndani ya bara, hatua wanayoona inaweza kuongeza ajira, uwekezaji na thamani ya bidhaa za Afrika. Oligui Nguema pia ametangaza kuunga mkono kikamilifu mgombea wa DRC Juliana Amato Lumumba kwa nafasi ya katibu mkuu wa shirika la kimataifa la Francophonie. Ziara ya Tshisekedi itaendelea katika eneo maalum la kiuchumi la Nkok, ambako ataangalia shughuli za uchakataji wa mbao nchini Gabon kwa lengo la kujifunza na kuendeleza ushirikiano wa viwanda kati ya nchi hizo. Ripoti yetu ya mwisho hii leo inatupeleka Kivu Kaskazini. Usalama unaendelea kuzorota katika wilaya ya Ruchuru, Kivu Kaskazini, baada ya watu wenye silaha kuwateka wasafiri kadhaa waliokuwa wakielekea Goma.
Tukio hilo limetokea kwenye barabara muhimu inayodhibitiwa na AFCM 23. Takriban wasafiri 6 hawakufanikiwa kufika walikokuwa wakielekea mjini Goma baada ya kutekwa Ijumaa Agosti 14 mwaka 2026 na watu wenye silaha kwenye sehemu ya barabara kati ya Kiwanja na Kanyabayonga katika wilaya ya Ruchuru, Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, hali ya usalama inaendelea kuzorota katika sehemu hiyo ya barabara kuu ya taifa namba 2. Eneo hilo kwa sasa liko chini ya udhibiti wa AFCM 23. Taarifa hiyo inaongeza wasiwasi kuhusu usalama wa wasafiri wanaotumia njia hiyo, huku matukio ya utekaji yakitajwa kuendelea kuwa changamoto katika eneo hilo. Ni mwisho wa habari zetu hii leo. Naitwa Musa Huseni. Kwa heri kwa leo.